Leo tunamalizia somo letu la hila za shetani. Hila za shetani. Hila za shetani. Kitabu kile cha Samueli wa pili sura ya 17 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 4. Samueli wa pili sura ya 17 mstari ule wa kwanza hadi ule mstari wa 4. Fungua Biblia yako hapo tusome wote kwa pamoja. Samueli wa pili 17. Umefika? Haya, ngoja tusome wote kwa pamoja. Biblia inasemaje? Soma 1 2 3 twende. Anasema zaidi ya hayo Ahithofeli akamwambia Absalom. Akamwambiaje? Niache nichague watu 12,000 nami nitaondoka na kumfuatia Daudi usiku huu. Hebu sema usiku huu. Sema tena usiku huu. Nguvu ya waovu ni giza. Nimesemaje? Nguvu ya waovu ni giza. Na hatua ya kwanza ya kuanza kumshinda muovu au shetani ni kuintroduce nuru, ni kuleta nuru. Ni kuleta nuru. Giza, silaha kubwa ya kudili nayo ni nuru. Biblia inasema Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2 na wa 3, anasema kulikuwa na ukiwa, kulikuwa na utupu, na giza lilikuwa limeketi juu ya vilindi vya maji. Mstari wa 3 anasema Mungu akasema na iwe nini? Nuru. Ilipokuwa nuru, giza likaanza kushindwa. Maana yake huwezi ukalishinda giza kwa sababu una roho tu wa Mungu. Kwa sababu mstari wa 2 roho wa Mungu alikuwepo na giza lilikuwepo. Kwa sio tu kuwa na roho wa Mungu kuna kufanya ushinde giza, ni kuwa na nuru. Na nuru ni neno la Mungu. Anasema Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5, hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Soma mstari wa 4 uone. Anasemaje mstari wa 4? 1 2 3 twende. Ndani yake ndimo kulikokuwamo na nini? Uzima. Maana yake uzima pia angalia. Sema ndani yake ndimo kulikokuwa uzima, na uzima ulikuwa ni nuru ya nini? Ya watu. Uzima uko ndani ya nini? Ya neno. Na ndani yani ndani ya neno kuna uzima. Ndani ya uzima kuna nuru ya watu. Twende mstari wa 5. Anasema sasa nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nuru hii imejificha kwenye nini? Kwenye neno. Kwa sababu tumeona imeanza neno, ikaja uzima, ikaja nini? Nuru. Kwa hiyo nuru hiyo tunaiongelea hapo imejificha kwenye neno la Mungu. Imejificha kwenye neno la Mungu. Sasa turudi pale Samueli wa pili 17. Anasema kwa hiyo atamfuatia Daudi na kumshambulia usiku huu. Twende mstari wa 2. Anasema nami nitamshambulia wakati atakaokuwa amechoka. Chukua hilo neno wakati. Wakati. Shetani amshambulii mtu kila wakati. Huwa anakuwa na wakati maalum, anakuwa na muda specific. Jambo lingine la muhimu la kuandika hapo ni kwamba shetani amshambulii mtu kila wakati. Asije akatokea mtu akakwambia mimi nina vita kila wakati, ni muongo. Shetani amshambulii mtu kila wakati. Huwa anakuja na jaribu la kwanza, akishindwa anaenda kujipanga tena. Anarudi tena na jaribu la pili. Akishindwa anarudi tena kujipanga. Hata Yesu hakuwa anajaribiwa kila wakati. Ndani ya zile siku 40 majaribu yalikuja 3 tu. Na baada ya hayo majaribu 3 bila kusema shetani akamwacha kwa nini? Kwa muda. Kwa nini kwa muda? Akajipange tena. Hakuna mtu mwenye vita kila siku. Yaani kila siku akwambia mimi mchungaji kila siku nina vita, ni muongo. Huyo ni mtu ambaye anaweza kuwa pia ana shida ya ufahamu. Au adui ndivyo alivyomseti. Aone yeye kila kitu anaona ni vita. Yaani adui amemseti kwenye akili yake kwamba aone kila siku yuko kwenye nini? Vita. Anapigwa vita. Mimi napigwa vita, pasa napigwa vita. Wewe unapigwa vita kila siku. Adui amfuati mtu kila wakati. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza anasema kila jambo na wakati wake. Tusome pale Mhubiri kwanza mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza. Uone pia kuna wakati wa kupigana na kuna wakati wa kutulia.
na lazima uwepo. Yaani kama kuna wakati wa kupigana, basi pia kuna wakati ambao utakuwa haupigani. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi. Maana yake jambo lolote unataka kulifanya lina wakati wake chini ya mbingu. Twende mstari wa 2. Wakati wa kuzaliwa ni kila wakati watu wanazaliwa. Ni kila wakati mtu anazaa. Hebu tuongee mtu ni kila wakati anazaa. Ni kila wakati anazaa. Kwa hiyo kuna wakati maalum wa kuzaa, na kuzaa lazima kuwa kuna kupishana hapo miezi 9. Maana yake kuna hata kama ni mtu mmoja basi tunatarajia kuwa kunatokea kila baada ya miezi 9. Kama atakuwa anazaa kila baada ya miezi 9. Na sijui atakuwa mtu gani ambaye atazaa hapo na kubeba mwingine hapo ili miezi 9 tena ijayo azae tena. Alafu anasema na wakati wa kufa, na wakati wa kupanda, na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Mstari wa 3. Anasema wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Maana yake hata kulia kunapaswa kuwa na muda. Ukiona wewe unalia tu kila siku, kuna shida mahali kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio tuko na dini na nguvu ya giza iliyokamata majira. Maana yake ukiona kama majira yako yanaenda kama Mungu alivyopanga, haipaswi kuendelea. Inapaswa kuwa ndani ya kipindi fulani cha muda, na baada ya hapo unavuka. Kwa mfano kama tunayopitia sasa hivi kwenye taifa, ni kipindi tunavuka, haitakuwa hivi siku zote. Nasema tena haitakuwa hivi siku zote. Sema haitakuwa hivi. Anasema wakati wa kulia na ameanza na wakati wa kulia kimaalum, ili wakati unaobakia ubaki wakati wa kucheka na kufurahi. Haya yametangulia, yanaweza kawa yanatuumiza, lakini sio yanatuumiza, yanatuandaa kwa ajili ya wakati wa kucheka. Majeshi. Kwa lolote unaona linatokea ni maandalizi. Ukiona kuna kulia ni maandalizi, kuna msimu unaelekea. Bila nasema though weeping may endure for a night, lakini anasema joy will come in the morning. Anasema iwapo mtu utalia usiku tu, lakini asubuhi kicheko kinakuja tena. Na Mungu ameweka hivyo ili usilie kwenye majira yote. Iwe ni kipindi tu fulani cha muda, na baada ya hapo unapita. Ndio maana Daudi anasema nijapopita katika bonde la uvuli nijapopita, sio nijapokaa, sio nijapoishi hapo, sio nijapoenda kufia hapo, napita. Tanzania inapita. Huu ni msimu wa mpito kwa jina la Yesu. Kanisa, huu ni msimu wa mpito. Tunapita, na kama tunapita tunaiacha hii hali hapa. Sisi tunaenda mbele kwa jina la Yesu. Anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa. Ni kupita. Eti angalia, na katika hilo bonde anasema Daudi sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Kwa hiyo kwenye hali hii tunayopitia kama kanisa, hatupitii peke yetu. Tunapita pamoja na Bwana. Na kwa sababu tuliye naye ana uwezo wa kuzuia mabaya. Haya tunayoona sio yale ambayo adui alikusudia kufanya. Adui amekusudia ubaya zaidi hapa, lakini Mungu, God will change it for our good in the name of Jesus. Mungu atabadilisha yawe kwa mema yetu na kwa uzuri wetu. Anasema gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Jambo kubwa ambalo unahitaji wakati unapitia majaribu, unahitaji mambo kama matatu. Cha kwanza, unahitaji uwepo wa Mungu. Daudi anasema sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Unahitaji uwepo wa Mungu. Ni uwepo wa Mungu unaokuwa mahali ndio unaweza kugeuza mazingira, au unaweza kumfunika mtu na kumlinda. Kwa mfano, Ayubu na yote alikuwa anapitia, mke wake alimpa ushauri mmoja, akamwambia, man of God, huyu mkufuru tu huyu Mungu ufe. Ayubu alikuwa anajua katika yote haya nikimpoteza Mungu ndio nitakuwa na hali mbaya kuliko ambayo niko nayo sasa hivi, ya kiuchumi, ya kiafya. Hii sio hali mbaya kwangu. Hali mbaya kwangu ni kumkosa Mungu. Yusufu alikuwa anajua, anasema nifanyeje ubaya huu nimkose nani? Mungu. Maana yake mtu mwenye hali mbaya ni mtu asiye na Mungu. Ila mtu mwenye Mungu na inaonekana ana hali mbaya ni swala muda. Mungu wake aweza kumwachia hapo. Kuna mahali na Mungu anaelekea. Ni kama dhahabu ambayo Ayubu anasema imepitishwa kwenye moto ili baadaye ifanyeje? Ing'ae. Hiki ni kipindi cha matengenezo. Tunatengenezwa. Aya, rudi pale kwenye andiko. Cha kwanza nimekuambia unahitaji nini? The presence of God. Musa akiwa kule jangwani na wenzake wanapita kule, ombi lake kubwa kwa Mungu lilikuwa anamwambia, Bwana uso wako uende nasi. Kwa nini? Kwa sababu Musa alikuwa anajua, sio Musa hakuomba miujiza. Musa ameona miujiza ya kila aina. Hakuomba miujiza. Miujiza imejificha kwenye uwepo wa Mungu. Majibu ya maombi yako yamejificha kwenye uwepo wa Mungu. Ulinzi wako umejificha kwenye uwepo wa Mungu. Daudi anasema nimetaka neno moja kwa Bwana, nikae uweponi mwake, nikae nyumbani mwake. Kwa sababu kwa nini nikae nyumbani mwake? Anasema ili mradi tu siku ya mabaya atanisitiri. Maana yake mabaya hayana nguvu ya kukuta ukiwa na uwepo wa Mungu. Alafu anasemaje? Rudi pale kwenye Zaburi 23 mstari wa 4. Cha pili ambacho kitakusaidia wakati unapitia majaribu ni hicho hapa, anasema gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Niwekee amplified version. Amplified amechambua gongo kazi yake nini na fimbo kazi yake nini. Unahitaji sauti ya kukuongoza wakati unapitia changamoto. Unahitaji neno. Kwanza uwepo, pili neno. Hilo
Kwa Kiingereza anasema even though I walk through the valley, anasema sunless, mahali ambapo hakuna jua, hakuna nuru, tafsiri nyingine. Anasema the valley of the shadow of death, anasema I fear no evil, for you are with me. Your rod, kazi yake ni kulinda. Kwa kabla hiyo mimi nitaelezea hiyo, and your staff. Hiyo staff ni fimbo. Fimbo ya Mungu anasema kazi yake ni to guide, ni kuongoza, na tunaongozwa na Mungu kwa sauti yake. Kwa hiyo cha pili unahitaji wakati unapitia vipindi vigumu, unahitaji sauti ya Mungu ambayo imebeba neno la Mungu. Unahitaji neno. Mwambie jirani yako unahitaji neno. Mwambie you need the word of God. Anasema ijapokuwa mtapata chakula cha msiba na anasema mtapata maji ya uchungu na chakula cha msiba, msiogope, kwa sababu walimu wako hawatafichwa machoni pako. Maana yake mazingira ya nje yote yakiwa magumu, kikubwa ambacho ukipoteza sauti ya Mungu umepoteza kila kitu. Kwa sababu kila kitu kinaweza kuletwa na sauti ya Mungu. Tunavyoviona vyote hivi ni zao la sauti ya Mungu. Mungu alisema ikawa, alisema miti iwe ikawa, alisema nyumba ziwe, alisema kila kitu, anga likawa, mawingu yakawa, ardhi ikawa, samaki wa baharini wakawa. Maana yake ukipoteza neno umepoteza kuwa, umepoteza vitu. Ona Isaya 30:20 nasema na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida. Chakula ni mahitaji ya muhimu ya mwanadamu. Maana yake hata kama ukipata mahitaji yako ya muhimu kwa shida, na ili mtu anapata mahitaji yake muhimu kwa shida, lazima awe kuna kipindi anapitia. Ukose hela ya vocha, ukose hela ya kula, ukose hata hela ya kununua nguo nzuri. Ukose hicho kipindi ambacho una shida. Anasema chakula kikiwa cha shida na maji ya msiba. Maji ya msiba ni kwamba yani inabidi litokee tukio baya ndio hilo tukio mpate kula kupitia hilo tukio. Maji ya msiba yani usikie mahali kwa jirani kuna mtu amekufa, ndio wewe ukaponee hapo. Yani sio wewe umekufa, ni mwingine amekufa, ndio wewe uende ukaponee hapo. Tunakataa hii kwa jina la Yesu. Yani mwenzako apate na mabaya, wewe ndio ukapatie kuponea hapo kula. Yani msiba kwa jirani yako wewe ndio unapatia hapo kula. Hakuna mtu anaweza kawa anaishi aina hii ya maisha. Yeye anasikilizia tu, anakuwa na ratiba, kalenda. Pale kwa fulani wanazika Alhamisi, pale kwa fulani wanazika Ijumaa, pale kwa fulani Jumamosi. Kwa hiyo anakuwa anajua kazi yake ni kupita tu. Wiki hii anajua wiki hii ratiba yake inaishia Kinondoni, wiki hii ratiba yake inaishia Ilala. Hata ukipitia changamoto kubwa hivi za kupata chakula kwa shida na maji kwa shida, Mungu ameahidi, anasema lakini walimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona walimu wako. Kazi ya walimu ni nini? Kazi ya walimu ni nini? Kufundisha. Kwa hiyo tena mstari wa 21 anasema nawe utasikia sauti nyuma yako, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisemaje? Njia ni hii. Maana yake kitakachokutoa kwenye kula chakula cha shida na maji ya msiba ni neno. Aya, rudi pale kwenye Zaburi tena, nikuonyeshe kitu kingine. Kitu kingine unakihitaji wakati unapitia vipindi vigumu ni ulinzi wa Mungu. Ulinzi wa Mungu. Mungu akulinde na akufunike. Ndio ile anasema you are rod, gongo. Kazi ya hili gongo, fimbo ilikuwa ni kuongoza. Gongo ni kulinda. Analindaje? Gongo ni kama limti ambalo ukija nalo, akija mbwa mwitu anataka kumzika kondoo, nikimpiga la kichwa anaangukia hapo, anafia hapo. Kwa kila mchungaji lazima awe na hivi vitu viwili. Kila mchungaji lazima awe na fimbo ya kuongoza, lazima awe na gongo la kumtandika adui. Na kwa gongo hili leo tunawatandika katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu. Kwa hiyo Daudi faraja yake ilikuwa inazaliwa, anasema gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Faraja ya Daudi ilikuwa kwenye neno la Mungu na kwenye ulinzi wa Mungu. Kwenye neno, yani faraja, anapitia kipindi kigumu lakini jamaa bado liko vizuri. Jamaa bado linafurahi, jamaa bado lina faraja. Bado liko stable kabisa. Nini kinampa ujasiri? Neno, ulinzi wa Mungu. Neno, ulinzi wa Mungu. Sasa turudi hapa, mimi somo langu nafundisha hila za nini? Za ibilisi. Nirudi hapa Samueli wa 2:17. Anasema nami nitamshambulia wakati atakayokuwa amechoka na wakati atakayokuwa amekuwa dhaifu. Anasema nami nitamtia hofu. Nitamtia hofu na watu wote walio pamoja naye watakimbia, nami nitampiga mfalme peke yake. Mstari wa 3 tusome wote kwa sauti. 1 2 3 twende. Na hao watu wote nitawarejeza kwako. Mtu yule umtafutaye nikana kwamba, anasema mtu yule umtafutaye nikana kwamba wamerudi wote, na hivyo watu wote watakuwa katika amani. Tena mstari wa 4, shauri hili likawa jema machoni pa Absalom na machoni pa wazee wote wa Israeli. Sasa kuna hila kama 5 nimezichukua kutoka kwa ajili ya andiko. Kuna hila kama 5 na naomba Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kuzimaliza zote leo kwa jina la Yesu. Ila ya kwanza adui ili aweze kushambulia. In fact ninavyozongelea ila za ibilisi naongelea namna
au mbinu ambazo shetani anazitumia kwa ajili ya kushambulia au kwa ajili ya kumwangusha mtu. Na unakumbuka lengo kubwa la shetani kwenye kila misheni yake ni either aue, ndio ile kuchinja, au kuharibu. Akishindwa kuharibu, anaiba. Kila shetani unapomwona mahali, ujue kuna moja kati ya hayo matatu anataka kulifanya. Kuchinja maana yake ni kuua. Pili, kuharibu. Tatu, kufanyeje? Kuiba. Unavyoona watu wanachinjwa na kuuawa ovyo, ni shetani yuko kazi. Kwa sababu ndio kazi zake. Tutaujuaje mti? Tunaujua mti kwa nini? Kwa matunda yake. Kwa hiyo unavyoona hayo matukio ya uovu yanazidi kuwa mengi, tunajua kabisa shetani yuko kazi. Ona tena. Sasa ila ya kwanza ambayo adui anaitumia, anainua adui wa ndani. Anainua adui wa ndani. Yaani kabla shetani hajatoka nje, anamzalisha shetani mwingine ndani ambaye atakuwa anawashambulia mkiwa ndani kwa ndani. Kwa nini nasema hivi? Rudi kwenye mstari wa kwanza wa hilo andiko. Rudi mstari wa kwanza wa hilo andiko la Samueli wa 2:17 mstari wa kwanza. Anasema zaidi ya hayo Ahithofel akamwambia Absalom. Ahithofel alikuwa ni mshauri wa Daudi. Huyu ni ndugu ambaye Biblia inasema alikuwa akikushauri ni kama Mungu amekushauri. Alikuwa ni mshauri, tena mshauri ambaye Daudi alikuwa anamwamini sana. Kwa sababu mashauri yake yote jamaa alikuwa hamisi. Akikushauri hilo jambo limekuwa. Ukifuata ushauri wake umefanikiwa. Anasema Ahithofel sasa akageuka, akaachana Daudi, akaambatana Absalom. Absalom alikuwa ni mwana wa kuzaliwa wa Daudi. Kwa hiyo mwana wa kuzaliwa wa Daudi na mshauri aliyekuwa wa juu wa Daudi wameungana kutaka kumpindua nani? Daudi. Safari hii wanataka kumuua. Kwa nini adui anainua adui wa ndani? Andika ile jambo la kwanza. Ni kwa sababu adui wa ndani ni adui anayekujua na anajua siri zako. Adui wa ndani ni adui anayekujua na anayekujua wewe na anayejua siri zako. Maana yake ni kwamba hakuna anayeweza kukuangusha kama ajui siri zako. Hakuna. Samsoni walikuwa wanampiga kila siku, funga na kamba. Wakitokea tu Wafilisti amezikata zote na ameendelea na safari yake. Nini kinaweza kumwangusha Samsoni? Ni Delila atakayetoa siri zake. Ndio maana Wafilisti walipotaka kumwangusha Samsoni, walijua this man you cannot kill him. Huwezi kumuua. Huwezi kumfunga, huwezi kumzuia. Namna pekee ya kumzuia ni kumuinulia adui wa ndani. Kwa hiyo walimtafuta Delila, Mfilisti. Tafuta Delila, wakampa ajira. Delila anaingia kwa Samsoni, anaingia kwa ajira. Kuna mtu ameajiriwa aingie kwenye kanisa fulani, aabudu hapo hata miaka 5, ili baada ya muda fulani yeye ndo atumike kama adui wa ndani. Delila, kuna watu ni akina Delila, they are on mission, lakini watatumia gia ya upendo. Kwa hiyo kuna mtu atakuja na matendo yake ya ukarimu, ni mtu anaonyesha ana upendo, anakujali pastor, anajali kazi ya Mungu, anajali injili, anakuja kwa njia ya upendo, lakini ni Delila on mission. Na kwa sababu hakuna anayekataa upendo, huwezi kumjua kwa haraka. Ona Waamuzi 16 mstari wa 4. Waamuzi 16 mstari wa 4. Waamuzi 16 mstari wa 4. Delila na Samsoni inaanzia hapa. Anasema Waamuzi 16 mstari wa 4. Anasema ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki. Akampenda mwanamke mmoja katika, atuambiwa alipendana. Alimpenda yeye, jamaa ndo alimpenda. Hatujui kama Delila alimpenda, lakini tunaambiwa Samsoni alimpenda Delila, mwanamke mmoja katika bonde la Soreki. Jina lake akiitwa nani? Delila. Tuendelea mstari wa 5. Anasema nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakamwambia mbembeleze. Mimi nikwambie, Delila hata Samsoni kumuona na kumpenda, Delila aliwekwa kimtego. Delila aliwekwa kimtego. Delila ni mpango wa Shetani wa kuharibu watu wakuu. Kila mtu mkuu huwa kuna Delila anaandaliwa. Daudi aliandaliwa aliandaliwa Bathsheba. Nani tena mwingine? Yuda. Mmesoma kwenye Mwanzo 38. Yuda aliandaliwa Tamari, yani binti wake aliyemwoa kijana wake. Yuda akaandaliwa huyo. Jamaa akalala naye. Baadaye anakuja kushtuka, fimbo imeshabebwa, pete imeshabebwa.
Lakini Mungu ni wa rehema. Eti Yesu alikuja kutokea huko tena kwenye Yuda. Mambo ya hatari sana haya. Majeshi. Kila mtu mkuu huwa anaandaliwa kitu. Shetani alipotaka kumwendea Adamu akutokea mbali, alipitia pale pale kwa Hawa. Anasema wakuu wa Filisti wakamwendea wakamwambia mbembeleze. Upate kujua asili ya nguvu zake nyingi. Upate kujua asili ya nguvu zake nyingi. Upate kujua asili ya nguvu zake nyingi. Jamaa walikuwa wanakubali kwamba Samsoni ana nguvu nyingi. Unafikiri nguvu za Samsoni? Samsoni watu wa Mungu ukikutana naye hata leo usingejua ni Samsoni. Sio kama Samsoni alikuwa ni mtu fulani pande hivi ambaye akiingia kanisani hata kama hajatanua mikono hivi, bana sisi wengine inabidi tutanue mikono hivi tuonekane kama tuna mbavu. Ila Samsoni eti akitembea na hisi kama alikuwa ni mtu fulani hivi. Hamna. Asili ya nguvu zake haikuwa mwili wake, ilikuwa ni roho inayomzukia. Ndio maana wale watu wangekuwa wanajua ni mwili wake, wangemzuia asiende gym. Wangemzuia asifanye mazoezi. Nguvu zake zilikuwa zitokei mwilini, ni kile kichoka kinamuingia. Na in fact uwezo wote utakaona mtu anao, huo uwezo unaletwa na roho inayomsaidia huyo mtu. Ile roho nyuma ya mtu. Yesu anawaambia wanafunzi wake msitoke hapa, kaeni hapa mpaka mtakapopokea nini? Nguvu. Na nguvu hii inaitwa ni uwezo utokao juu. Kwa hiyo ukiona Paulo au Petro anaponya watu, sio kwa sababu Paulo anafunga sana naomba, kuna roho iko nyuma yake inamuendesha. Majeshi. Sasa anasema na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu mmoja fedha 1,100. Hii hela haikuwa hela ndogo. Delila alikuwa anaendeshwa na utajiri. Delila alikuwa na kiu ya utajiri kuliko kiu ya ndoa. Na sasa kwa sababu njia ya kupata hela sasa ni hii ya kumuuza Samsoni, ilibidi Delila akubali. Adui wa ndani ana tabia kama 4. Tabia ya kwanza ni mtu ambaye bado kuna tamaa hajazishinda. Na shetani anapitia kwenye hizo tamaa. Na tamaa yao kubwa mara nyingi ni tamaa ya fedha. Tamaa ya mali, tamaa ya vitu. Tamaa ya fedha, tamaa ya mali. Adui wa ndani ni mtu ambaye yuko katikati yetu na hajashinda tamaa ya fedha. Ni mtu ambaye kuna dau akipewa anageuka. Yaani ni mtu ambaye anasubiria. Kuna dau akiwekewa bezani, umeenda na maji. Yuda alipewa nini? Ni dau, ni hela akampimia vipande vya fedha. Kwa hiyo mtu ambaye hajashinda tamaa ya fedha na yuko katikati yetu, baada ya muda anaweza kugeuka. Kwa sababu niwaambie ukweli watu wa Mungu, mtu anaweza kujizuia, ambaye ana tamaa anaweza kujizuia mpaka kiwango fulani. Kama hajashinda tamaa anaweza kujizuia mpaka kiwango fulani. Ikifikia mahali tamaa huwa inakuwa na nguvu. Inaweza kumshinda. Alafu akafanya yale ambayo yanaendana na tamaa. Lakini tamaa ya pili ni tamaa ya nafasi. Adui wa ndani mtu ambaye hajashinda tamaa ya nafasi. Anatamani awe mchungaji kiongozi kama alivyo mchungaji kiongozi. Anatamani awe askofu. Anatamani awe msaidizi wa askofu. Ni kwa mfano sasa mimi nianze kutamani nafasi ya mchungaji ya Pastor John, natamani awe msaidizi wa nini? Unajua kuna vitu ni kujitafutia matatizo. Kuna vitu ni kujitafutia matatizo kabisa. Yaani kuna mtu anatamaa ya nafasi. Kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 30. Wa Efeso sura ya 4 mstari wa 30. Anasema msimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo shetani huwa akikosa nafasi anatafuta mtu mwenye tamaa ya nafasi. Ana tamaa ya nafasi, anamuingia ili watafute nafasi. Yaani wanakuwa wameunganisha nguvu ili watafute nini? Nafasi. Absalom alikuwa anataka nafasi ya baba yake Daudi mfalme, ili na yeye awe mfalme wa Israeli. Tamaa ya nafasi, hajashinda tamaa ya nafasi. Na kwenye nafasi kuna madaraka pia. Anatamani na yeye kama ambavyo aliyeko juu yake anasema, mguu pande, anaenda mguu pande, mguu sawa. Anatamani na yeye siku moja akae hapo aseme asikilizwe. Shetani kilichompoteza ni tamaa ya madaraka na nafasi. Alitaka kukaa juu. Na hiyo tamaa hiyo ndio inayomwendesha kila mtu ambaye ataitwa Yuda. Kila ambaye ataitwa adui wa ndani ni mtu ambaye anaendeshwa na tamaa ya nafasi. Ikifikia siku unaitamani nafasi ya baba yako, ndio siku ambayo umeanza kumpindua baba yako, hata kama hujachukua hatua zote za kimwili. Yaani siku ambayo unaanza kutamani nafasi ya aliye juu yako, ndio siku ambayo umeanza kumpindua. Hivi unajua shetani ya kuanza kupigana kutafuta ile nafasi, alianza kuwaza tu moyoni mwake. Biblia inasemaje? Isaya sura ya 14 mstari wa 13. Shetani alianza kuwaza tu. Baada ya hapo akaanza kupigwa vita. Hakuchukua hatua, alianza kuwaza.
Angalia Isaya 14 anasema, maana ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mkutano wa Mungu katika pande za mwisho za nchi. Twende mstari wa 14. Nami nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Alianza kujisemea wapi? Moyoni. Na ndio hapo ushetani ukaanza. Ushetani auanzi ukianza kutoa mtu kafara, unaanza ukianza kutamani nafasi ya aliye juu yako. Tena sio tu aliye juu yako, aliyekuweka hapo ulipo. Hivi unajua shetani kwanza ameumbwa na Mungu, pili nafasi aliyokuwa nayo kwenye kwa malaika wa Mungu amepewa. Ukianza kutokuheshimu nafasi unayopewa na kutamani nafasi nyingine ambayo hujapewa, kuanzia hiyo siku utaanza harakati. Na shetani kwa sababu yeye alishindwa, atakusaidia wewe sasa ili wazo lake lile ambalo alikuwa nalo tangu zamani litimie. Kwa hiyo shetani kwanza anainua adui wa ndani. Adui wa ndoa ya mtu ambaye ana nguvu ni adui wa ndani, sio hata wa nje. Sio hata wa nje. Sio hata wa nje. Wa nje wanaweza kuzuilika kama ndani tukiwa vizuri. Wa nje tunaweza kuwashinda kama ndani tukiwa vizuri. Majeshi majeshi. Majeshi majeshi. Majeshi majeshi. Tamaa nyingine, adui mwingine ndani, kingine ambacho kitu kingine ambacho anakuwa hajashinda wivu. Huyu mtu anakuaga na wivu. Kuna hatua akiziona. Yaani mfano uone hatua baba yetu amepewa gari, mtu anamletea gari, anamlia gari. Natoa mfano wa baba yangu kwa sababu sasa nikitolea mfano mwingine watasema watu nawasema. Natolea mfano wa baba yangu. Yeye anaweza kanita akanipiga hata makofi mawili matatu akaniambia mwanangu nimekusamehe. Namuongelea baba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu anaweza kusema nianze kuwaza sasa baba yangu amepewa gari na mtu na nianze kutamani gari alopewa baba yangu na mimi nipewe. Watu wa Mungu, kila nyuma ya roho ya wivu kuna roho ya uwaji. Hata Mungu si Mungu mwenye wivu. Watu akimwachaga kumwabudu anawafagia kwa moto, anafagia kwa maji, atafagia kwa njia zote anavyoweza. Atapeleka hata tauni itawapiga. Nini kinamwendesha Mungu? Ni wivu. Nyuma ya kila roho ya wivu kuna roho ya uwaji. Kila ambaye yani yoyote ni mpendwa ni nani, nyuma ya roho ya wivu kuna roho ya uwaji. Kwa sababu wivu ni kwamba wivu haunaga iwapo nitakosa. Wivu haunaga plan B. Ukishindwa kupata unawaza kuua ili upate. Yani wivu haunaga plan B. Yani ni kwamba I go for it whether ni either nikipate kwa wepesi au nimuue mtu ili nikipate. Sema wivu. Sema wivu. Mgeuke jirani yako aliyeko mbali mwambie wivu. Mwambie wivu ni mbaya. Mwambie wivu ni mbaya. Sasa wivu mzuri ni ule wivu wa Mungu ambao Mungu atakuletea kuwekea ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe umetoka kwa Mungu. Ila wivu mwingine wote huo utakupeleka pabaya. Wivu mwingine wote utakupeleka pabaya. Ahabu alitamani shamba la mtu. Akaenda yule mtu akakataa. Baadaye mke wake akamwambia mfalme, kwa nini unasikitika? Unasikitika kwa ajili anasema bwana kuna ndugu nimetaka shamba lake pale nimuuzie nini niweke mboga pale na nini, amekataa. Baada ya pale Yezebeli alienda akamuua yule mtu. Nyuma ya kila roho ya wivu kuna roho ya uaji. Kwa hiyo kuna mtu hajashinda wivu. Mfano unaweza kupata wivu kwamba kwa nini watu wanamsikiliza Pastor John, kwa nini wanisikilize mimi? Kwa nini wanamsikiliza Pastor John? Kwa nini wamsikilize yeye, kwa nini wanisikilize mimi? Kwa nini watu wanamsikiliza mwenyekiti wa kina baba na anisikilize mimi? Yaani ukianza hiyo ni swala muda. Baada ya muda utataka kumpindua mwenyekiti wa baba ili ukae kwenye nafasi yake. Kwa sababu ujinga watu wenye wivu huwa hawafuati mchakato wa kufika au kuwa kama vile ambavyo wanataka kuvipiga vita. Wao wanataka matokeo, hawataki mchakato. Yaani wanataka itokee yeye ndo amekaa hapo na watu wanamtii vile. Anataka kufuata mchakato. Wivu utakuzuia usifuate mchakato. Uyafuate matokeo. Na matokeo utakuta unayafuata kwa njia ya shortcut. Utaharibu, utaua. Sauli alipoanza kuwa na wivu na Daudi, kilichofuata nini? Alitaka kwanza kumuua. Samueli wa kwanza 18. Ndio kile andiko tusome hapa. Samueli wa kwanza 18 kuanzia mstari wa 7. Samueli wa kwanza 18 kuanzia mstari wa 7. Wivu ukianza, uwaji unaingia kazini. Ngoja nikuonyeshe kwa maandiko kabisa, usio kasema mchungaji anasema uongo. Wivu ukianza, Samueli wa kwanza 18, Samueli wa kwanza 18 kuanzia ule mstari wa 7. Samueli wa kwanza 18 kuanzia mstari wa 7. Tusome. Ngoja tusome. Anasema hivi. Fungua na Biblia yako. Anasema hivi, nao wale wanawake wakaitana wakicheza wakisema, Sauli amewaua 1000 zake na Daudi 10,000 yake. Ona mstari wa 8, basi Sauli akaghadhibika sana na maneno hayo yakamchukiza. Akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1000 tu. Kuna nini tena awezavyo kupata isipokuwa ni ufalme?
Twende mstari wa 9. Soma mstari wa 9 hapo, ndio nataka usome mwenyewe sasa. Soma mstari wa 1 2 3 twende. Sauli akamuonea Daudi wivu tangu. Kwa hiyo wivu ulianza baada ya kuona Daudi ameimbiwa ameua 10,000. Sauli anapatwa na wivu. Daudi aliuaje 10,000? Aliua mtu ambaye alikuwa anauaga 10,000. Wewe kama unapata wivu ukitaka kuwa kama Daudi, katafute Goliati mahali uwe. Usianze tu kumuua Daudi. Usimuue Daudi kwa sababu ya nafasi alionayo na kwa sababu ameanza kuimba. Usimuue Daudi wewe. Sauli unakutana na wivu tu na Daudi. Akisikia Daudi ameanza kuimbwa nini, ni wivu tu unamjaa, ni mawivu tu yanamuendesha. Na mara nyingi Sauli wote wana hizo tabia. Sauli huyu alikuwa ana wivu kila alipokuwa anamwona Daudi anafanya vizuri. Na kuna Sauli mwingine tena wa Matendo ya Mitume, naye tabia ni zile zile, ni muuaji vile vile, anawatenda vibaya watu wa kanisa. Vile vile. Sauli wote tabia zao zinafanana. Sauli huyu alikuwa juu, ndio kiongozi mkuu. Sauli yule wa Matendo alikuwa anaenda kuomba, anapeleka barua kule juu, anaenda kuomba. Kwa hiyo Sauli huyu anawakilisha mtu aliye juu, na Sauli wa Agano Jipya anawakilisha wale wanaopewa ajenda za kutekeleza. Unakuta wako kule wanafanya vitu vya ovyo kule. Ukiangalia unawaza hawa watu wana akili timamu kweli hawa? Wanajua kwamba kuna siku mambo yatabadilika, labda kwa mfano. Sema labda kwa mfano. Sema labda kwa mfano. Sema tena labda kwa mfano. Ndio tuwaze hadi mfano kwa labda kwa mfano. Utakuwa mgeni wa nani sasa? Sauli. Twende nisiongee kitu hapo. Twende mstari wa 10. Twende mstari wa 10. Sauli amekasirika tayari. Ikawa siku ya pili yake, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjia Sauli kwa nguvu, naye akatabiri ndani ya nyumba. Anasema basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote, naye Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Twende mstari wa 11. Mara Sauli akautupa ule mkuki, maana alisema nitampiga hata ukutani. Daudi akaepa akatoka mbele yake mara mbili. Kwa Sauli tukio la kwanza Sauli alitengeneza, akajua hapa leo nimemaliza mchezo. Leo hapa na hiki kikosi nilichokituma hapa, leo mchezo umeisha. Hamna, utokee wapi? Na Daudi mara nyingi inaonekana alifuatwa Daudi akiwa anapiga zake kimana. Yuko kwenye ibada kama kawaida yake. Yupo hekaluni mwa Bwana. Kama kawaida yake, Daudi yuko hekaluni mwa Bwana, anapiga zake nini? Si hapo amesema rudi mstari wa 10 jamani. Mbona kama hamuelewi? Si mstari wa 10 hapa amesema. Amesemaje mstari wa 10? Basi Daudi alikuwa akipiga nini? Kinubi kwa mkono wake kama siku zote. Maana yake alikuwa mahali anapokuwa siku zote ibadani kabisa. Nyumbani mwa Bwana. Yuko pale anaimba zake, nina kiu nawe, sina mwingine wa kunitosheleza, nijaze. Sauli yeye yuko na mkuki wake anaangalia hapa sasa hivi Daudi amefunga macho anaabudu, nijaze. Unajua Sauli waga anahisi Daudi akifunga macho ni aoni, nijaze. Unasahau Daudi sio mtu tu, Daudi ana roho wa Mungu ndani yake. Akapeleka mkuki. Lengo lake ni kwamba hivi ukisema twende mstari wa 11, anasema alitupa ule mkuki. Lengo lake ni kwamba alisema nitampiga Daudi hata ukutani. Maana yake nitampiga mkuki, umchome, na sio tu umchome, umsukume mpaka umshikilie ukutani. Kwa hiyo afya akiwa amebakia pale ukutani amechomwa na mkuki. Mara ya kwanza akashindwa. Na Daudi nafikiri aliacha kwenda hekaluni, akaenda tena Daudi, akaenda tena. Safari labda alivaa kofia yake Daudi, akaenda tena. Pale akakaa pale anapiga tena kinubi chake. Sauli akimwona tena akachukua tena mkuki tena mara ya pili. Daudi akaepa. Tafsiri yake ni kwamba asala ya wivu, nyuma ya wivu kuna roho mbaya. Tuliona mstari wa 10 anasema roho mbaya kutoka kule kwa Mungu. Kusema kutoka kwa Mungu maana yake tu nilipata kibali. Kwa sababu gani nimepata kibali? Kwa sababu tayari roho mbaya inadai mbele za Mungu, jamaa tayari ana wivu, na wivuni wa kutaka kuua. Kwa hiyo acha roho ya uaji muingie sasa. Kumbe mtu akuui kama roho ya uaji haijamuingia. Sauli alipopata wivu, kabla roho ya uaji haijapitia kwenye mlango wa wivu, Sauli alibakia kusikiliza nyimbo za Daudi. Alikuwa ni mtu mzuri. Nataka ushangae eti huyu Sauli anayempiga Daudi vita, ni Daudi ndo anayemtoaga pepo. Yaani usalama wa Sauli ni Daudi. Utagundua Daudi hana hata vita na mfalme. Daudi sio mtu mbaya. Daudi ni mtu ambaye anataka kusaidia hata pepo zikikuingia akakuchomoa. Na Daudi nampenda jamaa, anapiga tu kinara chake pepo tu za mfalme zinatoka pale hata amwekee mkono. Kumbe hizi ibada za Daudi zilikuwa ni ibada za kumsaidia mfalme na taifa lake.
Sasa wewe unamzuia Daudi sasa. Daudi kuanzia leo, kwa sababu kumfuata Daudi hivi umuue, maana yake unamzuia asiende ibadani sasa. Unamzuia asiabudu sasa. Unamzuia asikae mahali kwenye kinubi chake tena pale, unamzuia tena pale. Na bahati mbaya ni kwamba hata ukimzuia, mapenzi ya Mungu hayazuiliki. Lakini pia ukiona Sauli anampiga Daudi vita, ni ishara ya kwamba Mungu ameshamkataa tayari. Na Mungu ameshampaka Daudi mafuta. Sasa turudi pale kwenye nani? Nilikuwa naongea ila ya kwanza. Ila ya kwanza nimekwambia adui anainua nini? Anainua adui wa ndani. Maana yake kabla shetani hajatokea nje, huwa anatafuta wa ndani, anamtumia wa ndani ili kutimiza ajenda zake. Lakini pia ngoja nikuonyeshe pia adui wa ndani pia anapatikana kwa njia gani. Nimekuonyesha kuna tamaa pale, nimekuonyesha kuna wivu pale, lakini pia anatafuta mtu aliyekwazika. Anatafuta aliyekwazika. The one who is offended. Ambaye amekwazwa. Unajua kuna mambo mtu wa Mungu, ni kweli kabisa umekwazwa. Ni kweli, hatukatai, umekwazwa. Ulitoa ushauri ukampa Katibu John. Kaambia mimi nina wazo bwana, hii ibada tuifanye hivi na hivi na hivi na hivi, iishe saa 7. Ibada ikaisha saa 12 jioni. Baada hapo ukafanyaje? Ukakwaza. Na bahati mbaya zaidi ni kwamba Biblia imesema ole wake akwazae na akwazikae. Haijasema ole wake akwazae. Na akwazikae. Maana yake ni kwamba makwazo ni makwazo tu. Kwa anayesababisha na anayekubali yapokea, wote wamewekewa ole. Ole wake akwazikae. Kwa nini? Kwa sababu anayekwaza ni shida pia. Anayekwazika anaruhusu zile shida zimjie na yeye pia. Kwa sababu mara nyingi watu wengi wakikwazika, baada hapo hawafanyi maamuzi sahihi. Mtu mmoja akasema usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Usifanye maamuzi ukiwa umeumia. Kuna mtu anaweza kawa mke wake alimkwaza, akajikuta amechukua chupa ya soda amempiga ya kichwa, mke akafa. Ila baadaye akili zake zilivyorudi anagundua haya maamuzi mimi nisingeweza kufanya hivi. Na unaweza kukuta amekaa anaanza kulia. Unamuuliza unalia nini sasa wakati wewe ndio umempiga mwenyewe? Anasema jamani, mimi sio muuaji. Makwazo yamesababisha watu wengi wakafanya maamuzi yasiokuwa sahihi. Absalom alikuwa amekwazwa. Nikuonyesha alikwazwa wapi? Rudi kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa pili 13. Samueli wa pili 13. Nikuonyesha hapa Absalom alikwazwa. Na alikwazwa kwa sababu baba yake hakuchukua hatua wakati dada yake amefanywa tendo baya na Amnoni. Kitabu kile cha Samueli wa pili. Samueli wa pili sura ya 13, ule mstari wa 20. Nianze ule mstari wa 20. Yes, nianze mstari wa 20. Anasema hivi, huyo Absalom nduguye akamwambia, "Je, amekuwa nawe Amnoni nduguyo? Ila sasa tulia. Dada ni nduguyo, usilitilie moyoni jambo hili." Basi Tamari akakaa katika hali ya ukiwa nyumbani mwake. Twende mstari wa 21 in fact. Hapa sasa ni baada ya Tamari alikuwa ni dada yake Absalom. Yaani wao wamezaliwa mama mmoja na baba mmoja. Lakini huyu Amnoni alikuwa ni ndugu yake Absalom kwa upande wa baba, sio upande wa mama. Sasa Amnoni ukirudi mstari ya juu alilala na dada yake anaitwa Tamari. Tena kwa nguvu. Sasa mstari wa 21 anasema Daudi aliposikia hizi habari, anasema na mfalme Daudi aliposikia maneno haya alikasirika sana, lakini hakuchukua hatua yote. Ila alikasirika sana, lakini hakuchukua nini? Hatua yote. Alafu ona mstari wa 22 anasema ila Absalom akusema na Amnoni wala kwa heri wala kwa shari. Kwa maana Absalom alimchukia Amnon kwa kumtenza, maana yake kutumia nguvu na kulala na dada yake Tamari. Kwa hiyo angalia mstari wa 23 anasema ikawa baada ya miaka 2 mizima Absalom alikuwa na wenye kukata manyoya ya kondoo huko Baala Sori, anasema ulipo upande wa Efraim, naye Absalom akawaalika wana wote wa mfalme. Alafu Absalom akamwendea mfalme, akamwambia mfalme, bwana nakualika kwenye sherehe yangu. Mfalme akamwambia mimi bwana sitaweza kufika. Na akasema basi kama mfalme hutaweza kufika, niletee ndugu yangu Amnoni aje. Amnoni alivyoenda, Absalom akampangia watu, akamwambia subirini tu, akishakunywa akalewa, mumpige mumuue. Kweli jamaa akaenda akanywa, kwa sababu akuona amesemeshwa kwa miaka 2 akaisi yameisha. Kumbe yameisha nje, ila jamaa ndani bado anayo. Kwa hiyo kuna mtu ana maumivu ndani aliwahi kuumizwa, aliwahi kufanywa jambo baya, ameabeba ndani ya moyo wake. Nje akusemeshi kwa wema wala kwa shari, akusemeshi. Kwa hiyo jamaa alikuwa ameumizwa, jamaa ndani alikuwa ameumizwa. Sasa jambo hili kwa sababu lilimuumiza, na lilimuumiza zaidi kwa sababu akuona mfalme amechukua hatua yoyote. Kwa hiyo akazidi kuumia. Na cha tatu, aliumia pale alipomuua Amnoni, mfalme akainuka kinyume na hilo jambo. Akasema mimi kumtetea dada yangu, tena mtoto wako, dada yangu ambaye ni mtoto wako,
unainuka kinyume na mimi unanipiga vita. Kwa sababu hapo aliondoka kabisa akakimbia. Baba yake alikuwa anataka watu wa baba yake walikuwa anataka kumkimbia Amnoni akaenda kujificha huko. Baadaye ndo akarudi sasa. Alivyorudi baba yake akamwambia amerudi kwa shari. Baba akakimbia mji akamwachia Amnoni. Na ndio hiyo anatafuta kumuua. Absalomu alikuwa amekwazwa. Alikuwa amekwazwa, ameumizwa ndani. Kuna tukio limefanyika ambalo baba yake hajachukua hatua zinazostahili. Ni mtu aliyekwazwa. Kwa hiyo adui wao anatafuta hata mtu aliyekwazwa kanisani, mtu aliyekwazwa miongoni mwa wafuasi wa huyo mtu aliyekwazwa. Labda siku hiyo alikuja mzee wa kanisa akampangia zamu ya kile kanisa peke yake, akaumia hilo jambo. Japo hakusema, japo alifanya. Akaumia hilo jambo. Kwa hiyo adui akija akatafuta mtu ambaye atamtumia kulijeruhi kanisa, atamtumia huyo mtu. Nilisikia habari fulani mahali fulani. Watu wanatafuta watu wa karibu wa hilo kanisa. Wanatafuta watu wa karibu wa hilo kanisa ili wawatumie kwa ajili ya ajenda yao. Unaweza kuona na mtu hivyo atakayekubali kupatikana ni mtu ambaye aliwahi kukwazika. Mchungaji aliwahi kumkwaza. Na ndio maana uwe makini pia unapokwazwa na mtumishi wa Mungu, usikubali hilo jambo ukakaa nalo ndani ya moyo, kwa sababu baada ya muda adui atalitumia hilo kuzalisha uasi hapo ndani. Majeshi. Na kwa tafsiri nyingine jifunze kusamehe. Mwambie jirani yako jifunze kusamehe. Mwambie jifunze kusamehe. Lakini pia adui atatafuta mtu ambaye ili adui wa ndani azaliwe, anatafuta mtu ambaye ameanza kumtilia mashaka kiongozi wake. Yaani umeanza kumtilia mashaka baba askofu. Ila baba atumii nyoka kweli pale madhabahuni, maana ni kama vile tukifungaga macho pale ni kama vile ananyanyuaga mikono juu, alafu mimi nahisi kuna joka pale linapita. Unajua ukianza kumtilia mashaka anayekuongoza, umeanza kutafutwa na adui kama adui wa ndani. Kutilia mashaka. Unatilia mashaka maagizo yake, unatilia mashaka maisha yake, unatilia mashaka. Simaanishi kwamba usiwe na tahadhari. Kuna tofauti ya kuwa na tahadhari na kutilia mashaka. Mashaka ni roho kabisa. Ila tahadhari ni ile mtu kuwa attentive, unakuwa makini. Unakuwa makini. Ila mashaka yanakuja pia na kuanza kumuogopa, kujua inawezekana sitaki baba aniwekee mikono. Sitaki baba aniwekee mikono. Ni kama vile niliona taa imemulika, aliponyanyua pete yake ile juu ya ndoa, nikaona pete imeng'aa, ghafla wewe bwana, wewe acha mambo yako wewe bwana. Na kuna mwingine asipojaribiwa hivyo basi atajaribiwa kwenye jambo lingine ili tu aanze kumtilia mashaka kiongozi anayemuongoza. Ukianza kumtilia mashaka anayekuongoza, umeanza kutafutwa kwenye eneo la kuwa adui wa ndani. Unafikiri Yuda alipatikanaje? Yuda alianza kupatikana kitambo. Siku ya kwanza wametoka kununua chakula kwenye Yohana sura ya 4, wanamkuta Yesu amekaa na mwanamke Msamaria peke yao, wako kisimani. Alafu walipofika wamemletea chakula, akamwambia Bwana kula chakula, akasema mimi chakula changu ni kuyatimiza mapenzi ya baba yangu. Wakajua tu huyu ameshaletewa chakula. Na lile swala la kutuambia tuondoke wote tukanunue chakula, lile swala la kutuambia tuondoke wote tukanunue chakula, lengo lake lilikuwa ni hili. Wewe watu wa Mungu, nenda Yohana 4 anzia mstari wa 7 pale. Nenda Yohana 4 anzia mstari wa 7 pale. Yaani ile kwamba Yesu alituondoa kistaili. Ila Yesu bwana, Yesu ni mtata. Pale alituondoa kistaili pale. Yesu si alikuwa mtu? Unafikiri alikuwa mtu? Yesu alikuwa ni mtu. Na wanafunzi wa Yesu walikuwa na uwezo wa kujaribiwa kwenye kwanza, kwa sababu na muda Petro anamchukua Yesu, anamsogeza Biblia, anasema nisikukemee hapa mbele ya Filipo na wengine. Njoo hapa chemba. Anamleta chemba, anambia umeanza kuzingua siku hizi. Tangu Jumapili iliyopita sielewi mahubiri yako kabisa. Umeanza kukiri vitu gani? Kama vile umeanza kupata shida bwana, njoo bwana uniambie. Usije kukuta unahitaji maombi Yesu, tuanze kukuombea hapa. Anzia mstari wa 4. Anzia mstari wa 4. Yohana 4 anzia mstari wa 4. Uone mambo ya ajabu hapa. Yuda ndo alianza, huku ndo Yuda alianza kumtilia Yesu mashaka. Anasema naye alikuwa anabudi kupita Samaria. Twende mstari unaofuata wa 5. Yesu huyo sasa alikuwa anabudi kupita Samaria. Anasema basi akafika kunako mji wa Samaria uitwa karibu na ile shamba la Twende mstari wa 6. Anasema na hapa alikuwa na kisima. Kwa sababu Yesu alikuwa amechoka na safari yake, akaketi hivi kisimani, naye alikuwa yapata saa 6 mchana. Nadhani rudi mstari wa pili wa 3 pale juu kabisa. Kuna andiko pale anasema Yesu alikuwa ana njaa. Kwa hiyo wanafunzi wake wakatoka kwenda kumtafutia chakula. Walivyotoka kwenda kumtafutia chakula, wanarudi kuleta chakula, Yesu anasema mimi Bwana nataka niatimize mapenzi ya baba yangu. Ajua hamna. Huyu dada na jinsi alivyo hivi, ameshaleta chakula. Yesu kumbe alitaka kabisa, kwa sababu nimesema ana budi kupita Samaria. Yesu alitulazimisha kupita hapa. Kuna mtu alikuwa anataka kukutana naye. Na si hajaoa. Majeshi.
na siaja, na ni kijana, bado ni kijana. Bora hata mimi Petro nimeshaoa, bado ni kijana na hajaoa. Na kuna mwanamke mwingine alikuja na mafuta yake ya thamani, anataka kumuonga Yesu. Sisi tunamzuia asifanye kile anataka kufanya. Yesu anasema muacheni aje anawishe miguu yangu kwa machozi yake. Ndio mambo gani ya huduma gani imebadilika kutoka kwenye huduma ya tulianza mwanzoni ya kuponya wagonjwa na kusaidia watu. Safari mtu anakuja, unakaa kabisa, eti unakaa kwenye kiti cha kichungaji pale, unakaa anakumwagia macho, anakufuta na nywele zake. Yesu, tulianza vizuri, ila huku unapoelekea, man of God, huku unapoelekea kuna kitu hakipo sawa. Hata Elia hakufanywaga hivi, hata Musa hakufanywaga hivi. Wewe umetoa wapi haya mafuta yenyewe ya gharama hivi? Yesu, basi wakainua wazo kwamba basi tukayauze haya mafuta tuwape nini maskini. Akakataa, amekataa, maana ni mtu wake. Wana mipango yao. Yesu ameshaacha huduma ya kusaidia maskini, sasa hivi ameanza na huduma ya kupakwa mafuta. Kusanya hela za watu wote. Na mtu mwingine anaweza karezi mada hapo sasa. Kwa hiyo makahaba akitoa sadaka, yaani kuna mtu anaweza katolea fundisho hapo. Sasa makahaba akitoa sadaka, mbona Yesu alipokea? Wewe acha mambo yako wewe. Mtu ambaye atakupa sadaka na roho yake itaenda jehanamu, sadaka zake zina kazi gani sasa? Eti watu wa Mungu, mtu ambaye anakupa sadaka na roho yake inaenda, sadaka zake zina kazi gani sasa? Tuongee tu ukweli, zina kazi gani? Kwa sababu sadaka ambayo haitapelekea mtu kuokolewa, hiyo ni sadaka ambayo kuna mwingine anaweza katoa sadaka, baba anakuletea sadaka akiwa ameshainenea. Unakula sadaka huko ndo unakula wito wako. Kama Gehazi, unakula sadaka huko ndo unakula ukoma wake, unakula matatizo yake. Ni mtu ambaye anataka vya kwako ila hataki Mungu wako. Shida ya Gehazi ilikuwa, shida ya Naaman alikuwa anataka vitu vya Mungu, anataka uponyaji wa Mungu ila hamtaki hiyo Mungu. Na ndio maana sadaka zake zilikuwa zina shida. Kwa mfano mtu ambaye ameshakula sadaka ya kina Sauli, kwa mfano mtu amekula sadaka ya Sauli, unafikiri anaweza kumkemea Sauli? Hawezi kumkemea Sauli. Sauli amekupaulia nyumba. Yaani paa lile limepauliwa kwa uzami wa watu wa Sauli, Marekani. Uzami ni watu wa Marekani. Alafu sasa hivi tena uwageukie Marekani. Wewe una shida. Wengi ambao hawasemi chochote ni kwa sababu wamekula hela ya Sauli. Ona hapa. Anasema kwa maana wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua nini? Chakula. Kwa hiyo alipoenda kununua chakula, rudi tena mstari wa 33. Mstari wa 33. Hawa ndugu walikuwa wamerudi sasa kutoka kule kwenye kununua chakula, na wanamkuta Yesu yuko na yule mwanamke pale, wanaongea mazungumzo. Mstari wa 33. Anasema basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Tuanze mstari wa 30. Anza mstari wa 30. Anasema huko nyuma basi wakatoka mjini wakamwendea. Wamerudi sasa, walikuwa wote. Na Yesu hapa alikuwa peke yake. Ujue hawa jamaa walikuwa ni kama mabodyguard wa Yesu, wanatembea naye, wanamlinda na nini, kwa sababu labda Yesu anagusa, anasema ni nani aliyenigusa? Petro, sema. Petro, simekuwekaga ukae hapa nyuma yangu, nani aliyenigusa? Sema. Kwa hiyo alikuwa ni kama mabodyguard, safari amewapeleka nini? Wote. Naanza kumtilia baba yako mashaka. Baba, kwa nini hataki kulala kwenye ile hoteli peke yake na sisi tuende sehemu nyingine? Kwa nini? Angalia wadada wanaohudumu kwenye ile hoteli. Wewe huko ni umeanza kuweuka. Na baada muda shetani anakufagia vizuri. Twende mstari wa 31. Anasema huko nyuma wanafunzi wakamsiwa akisema, Rabi ule, yani walipofika hawa jamaa walikuwa kamchezo kao kaovyo kweli. Yani hawakutokea mbele ya Yesu, walikuwa wamekaa huko nyuma wanamtumia tu message. Bwana, food tayari. Mwambie jirani yako food tayari. Nimetumia lugha ya vijana kabisa. Yesu msosi tayari. Yaani hawajataka kutokea mbele kama vile hatutaka kuingilia mazungumzo yenu. Vitu vya wakakaa kwa nyuma wakisema, Rabi ule. Tena mstari unaofuata wa 32. Akamwambia, mimi ninacho chakula msichokijua nini. Sasa ile ulisema una njaa, sasa hivi unasema umefanyaje? Umekula. Maana yake inaweza kuwa ulipitia nyumbani kwa huyu dada, ukala, na sasa hivi umemsindikiza hadi kisimani. Yaani ulipitia nyumbani kwake, ukala, safari umekuja naye mpaka wapi? Kisimani. Twende tena. Ona. Ninacho chakula msichokijua nini. Siku zote tumetembea na wewe Yesu, chakula hiki umetoa wapi kama sio mtu amekupa? Tuongee kwa sababu sasa ile ulikuwa na njaa ukatuagiza mjini. Umetoa wapi kichakula sio kama sio mtu amekupa? Angalia hapa, basi wanafunzi wake wakasemezana, wakaanza kujadili sasa. Filipo, umemwelewa huyu mwamba kweli? Andrea, hii leo ngoma nzito hii. Chakula Yesu ametoa wapi? Anauzana pale Batimayo, wewe unasemaje? Mimi hapo sina la kusema. Petro hakujilipua. Hii leo hii kimeumana. Nitamuita baadaye nimkemee. Petro akasema nitamuita baadaye nifanyeje?
nimkemee, kwa sababu ni kazi zake hizo. Unajua kuna maswali wanafunzi wa Yesu walikuwa wakiwa nayo, hawaendi straight kwa Yesu. Wanatafuta either Petro au Yohana. Yohana ambaye alikuwa analala kifuani pa Yesu, au wawili. Wewe bwana mpelekee hili jambo bwana mkubwa yule. Unajua akikuangalia yale macho yake yale kama vile anatoa moto. Ila wewe umeshamzoea. Unajua hata katika watoto wa baba wanaweza wakajadili wengine huko baadaye wakasema ili tumpelekee Pastor John. Lengo lao ndio wanajua, wanatafuta mtu wa kumchoma achomwe vizuri kwa hilo jambo. Ili sasa tumpelekee Pastor Makindi ili tuongee naye. Amwambie bwana mzee punguza bwana mzee. Mzee punguza bwana. Yaani unaona watu wanatafuta kunichoma hao. Unalipua kwa moto kwa jina la Yesu. Akasema, "Je, mtu amemletea chakula?" In fact sio mtu. Walianza tu kujadili, huyu dada inawezekana ameshamletea chakula. Kwa sababu neno limeandikwa hivi. Sasa sisi tuje kimazungumzo sasa hapa. Unafikiri walisemaje? Inawezekana huyu dada ameshamletea chakula. Siku hizi Yesu hataki mapishi yetu tena. Anataka mapishi ya Kisamaria. Ya Kisamaria. Na wa Samaria walikuwa ni watu ambao wana mchanganyiko wa Wayahudi na mataifa mengine. Ni kama wale machotara. Tunaita kama machotara. Yesu ameshahama sasa hivi. Sasa hivi kwenye viwango vya machotara, achana naye. Twende mstari unaoendelea. Ikabidi Yesu awaelezee. Yesu asingejibu kama hawakuwa na maswali ya ovyo kichwani. Yesu akawaambia, "Chakula changu ndicho hiki." Ilibidi awaelezee. Ninavyoongelea chakula naongelea chakula gani? Sio huyu dada ameniletea chakula. Chakula changu ni hiki, ni yatende mapenzi yake alinipeleka nikaimalize kazi yake. Mpaka Yesu ajibu, nafikiri maswali yalikuwa, kuna maswali yalikuwa kwenye kichwa chao. Kuna ambao walikuwa wameshaanza kukwazika. Huyu mwamba tunamshaurigia aoe, hataki. Vitu gani hivi ameanza kufanya? Vitu gani hivi ameanza kufanya? Si bora aoe sasa mke wake tu tunatembea naye tujue jambo moja. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi akapita hapa mataifa, yani wazee walipokuwa wanasema, akapita hapa mataifa. Akamwona tena wamekaa kisimani. Dada watu kama basi amekuja kutota maji. Hawachote tena. Kaeka kindoo pembeni wamekaa wanaongea. Wanaongea nini pale na hawana hata Biblia. Tena kwenye kisima cha Yakobo. Ni kufuru kabisa hii. Na jaribu kukutafakarisha uone tena wako kwenye kisima cha nani? Cha Yakobo. Israeli mpakwa mafuta. Majeshi. Umenielewa? Lakini kwamba adui ya ndani anaanza kutengenezwa anatafuta mtu aliyeanza kumtilia mashaka kiongozi wake. Sasa kwa nini adui ya ndani ana nguvu kuliko adui wa nje? Andika haya mambo manne nikutajie tu. Kwa nini adui wa ndani ana nguvu kuliko adui wa nje? Ni kwa sababu adui wa ndani anakujua wewe na anajua udhaifu wako. Yaani anajua nguvu zako, he knows your strength and your weakness. Anajua nguvu zako na anajua udhaifu wako. Adui wa ndani, adui ambaye anajua nguvu zako na anajua udhaifu wako. Lakini pia jambo la pili, anajua siri zako. Siri. Nguvu ya mtu yote ni siri zake. Hata Mungu nguvu yake ni siri zake. Ni utukufu wa Mungu kuficha mambo. Maana yake mambo yakifichuka, Mungu hana utukufu tena. Na huo utukufu huo unahama unaenda kwa watu. Ndio maana anasema ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, alafu ni utukufu wa mfalme kuchunguza nini? Jambo. Kwa hiyo kuna namna ya kuiba utukufu wa Mungu. Tunauiba kwa njia gani? Kuchunguza. Kwa sababu tukishajua kile ambacho Mungu alikuwa amekificha, tayari ule utukufu unahama, unakuja kwa mtu. Maana yake Mungu akiwa na kiwango kidogo cha siri, anakuwa na kiwango kidogo cha utukufu. Ndio maana lazima aendelee kuwa na siri. Ndio maana anasema siri za Bwana ziko kwa mchao. Ni siri tayari. Ni siri. Na ndio maana hizi siri Mungu hajampa access kila mtu kuzijua. Anasema kuna watu pekee ambao wamejaliwa, ambao ni sisi wana wa Mungu, tumejaliwa kuzijua. Kwa hiyo nguvu ya mtu yeyote ni siri zake. Yaani ndio maana maisha yako yote yakiwa hadharani hivi, wewe hauna nguvu. Mtu yeyote anaweza kufanya chochote na wakati wowote. Anajua unaishi wapi, anajua unakulaga wapi, anajua nani anakupikia, anajua ratiba zako. Yaani ukiona yote, walimteka Modeuji wakati ule kwa sababu jamaa aliandika ratiba yake. Kwamba mimi bwana naanziaga saa 10 hapa, naenda mazoezi hapa, naenda hapa. Mtu alivyojua mkeka wake wote wa ratiba anajua. Sasa hivi nitamsubiria tu mahali fulani, najua atapita. Kama maisha Yesu alikuwa hadharani kiasi kwamba Zakayo alikuwa anajua leo akitoka hapa atakatiza nje, akaenda akamsubiri kwenye mti. Sasa mimi ni kama upepo. Baba yangu ni kama upepo. Hatujulikani tunapoenda wala tunakotoka. Yaani unaweza kaisi ndo tunatoka huku, kumbe ndo tunaenda huku. Wewe umetangulia mbele kutusubiri, kumbe sisi ndo tunaenda huku sasa. Maana yake jitahidi pia watu wajue lakini wasijue yote kuhusu wewe. Anayepaswa kujua yote kuhusu wewe ni wewe. Majeshi. Kwa hiyo adui wa ndani, adui anayejua siri zako. Daudi anasema kwenye Zaburi 41 mstari wa 9,
Ona pale Zaburi 41 mstari wa 9. Zaburi 41, tumalizia hapo. Zaburi 41 ule mstari wa 9. Zaburi 41 ule mstari wa 9. Anasema hivi, msiri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino chake. Kwa hiyo adui wa ndani ni adui, ni mbaya kuliko wote, kwa sababu anajua siri zako. Na nguvu yako iko kwenye siri zako. Siri zako, nguvu za Samsoni, watu wa Mungu, ziliendelea kubakia kwa sababu alikuwa ameendelea kutunza siri. Alivyotoa siri, kuanzia pale nguvu zake ziliisha. Kwa hiyo nguvu yako ipo kwenye siri zako, na sio ufiche dhambi. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamane na kuziacha atapata rema. Sio ufiche dhambi. Uwe na ratiba fulani hivi za kiroho za kujichimbia adulamu, unakaa huko, watu wanashangaa tu kitokewe madude yanatokea. Kuna watu wakijua siri zako wanaanza kupangia mipango ya uovu. Yesu Bwana, Yesu hata kukamatwa kwake ni kwamba maisha yake alikuwa, Yuda alikuwa anajua ratiba. Sasa hivi atakuwa mlimani anaomba. Muda huu atakuwa sehemu fulani. Yaani Yuda ameondoka wakiwa wanakula jioni. Yuda aliondoka wakiwa wanakula, baada ya kula lile tonge akakimbia. Ila baada ya kula, bila nasema walimaliza, wakaimba, wakapanda mlimani kuomba. Maana yake Yuda hayupo huo muda. Mpaka wanapanda mlimani Yuda hayupo. Ila anajua ratiba ya Yesu. Anajua sasa hivi tukienda tutamkuta sehemu fulani. Tukienda mimi nitawaonyesha ni nani. Anakuja na gia ile ya upendo, anambusu Yesu. Ndo anamuuza hivyo. Yule nitakayembusu ndio huyo. Kuna watu wanatumia gia ya upendo, ni kama vile anakuja kama vile mtu wa Mungu hivi. Tutawalipua mwaka huu. Haya. Twende. Adui wa ndani kwa nini ana nguvu kuliko adui wa nje? Ni kwa sababu ni adui aliye karibu yako sana. Waswahili wakasema fimbo ya mbali haiui nyoka. Adui yote ambaye yuko mbali, yani adui ambaye yuko mbali, hayuko karibu na wewe, hawezi kukudhuru. Hata akikudhuru ni kwa mbali kama alivyo mbali. Adui anaweza kuleta madhara makubwa ni adui ambaye yuko karibu na wewe sana. Yuko karibu na wewe sana. Huyo ni adui anaweza kukudhuru kwa ukubwa. Lakini pia adui wa ndani kwa nini ana nguvu kuliko adui wa nje? Kwa sababu ni adui ambaye kwako ni rafiki. Yaani ni adui ambaye kwako ni rafiki. Tafsiri nyingine ni kwamba unampenda na unamwamini. Kwa hiyo kuna mambo anaweza kawa anaendelea kufanya kwa sababu unampenda na unamwamini, unasema ngoja ni mwache tu. Unajua Yesu kilichokuwa anafanya, anaendelea kumlea Yuda ni kwa sababu Yesu alikuwa na upendo. Anasema sasa nikimtoa Yuda atabadilikia kwa nani? Ngoja tu niendelee kukaa naye, labda kuna siku atabadilika. Yesu anatoa maonyo, anasema jamani, katikati yenu kuna mtu atanisaliti. Anasema tu hivyo ili mradi Yuda awaze basi. Anasema tena siku nyingine ili mradi Yuda awaze. Yuda awazi kabisa. Ni adui ambaye anaweza kawa anakung'ata ila unakuwa na huruma ya kumpiga. Hata ukimpiga unampiga kwa huruma. Inawezekana kwa mfano taifa fulani huko wakitaka kupeleka vikundi vyao vya uovu, wanatafuta hata watu kutoka nje ya nchi ambao sio wa Tanzania au labda sio wa nchi hiyo. Wanawachukua watu kutoka hiyo nchi nyingine, labda wanawapeleka kwenye hiyo nchi ambao wanataka kufanyia maovu yao. Wanajua kabisa hao wageni si hawatakuwa na huruma. Unajua kumpiga mtu ambaye umezaliwa naye kwenye nchi moja, kuna kitu tu ndani katakuwa kanasema kwa anakutafutia mtu ambaye ni wa nje huko, amemuokota huko, akija anakuzabua vizuri tu kwa sababu hakuonei huruma. Ni kama vile mtu ambaye sio ndugu yako anaweza kufanyia chochote tu, anasema fanyeni chochote tu. Tunamzuiaje adui ya ndani? Jambo kubwa, tunamzuiaje adui wa ndani? Tunamzuia kwa kuambatana kutoka ndani ya moyo. Kuambatana maana yake ni kushikamana, ni kung'ang'aniana, ni kugandamana bila kuachana. Yaani ile tunaambatana kutoka ndani ya mioyo. Yaani upendo wetu sio ule wa kwamba tule tunywe alafu moyo wako uko pamoja nasi. Moyo wako unapaswa kuwa pamoja nasi alafu ndio tule tunywe. Bila anasema kitabu cha Samueli wa kwanza 18 mstari ule wa kwanza na wa pili. Samueli wa kwanza 18 mstari ule wa kwanza wa pili. Tunapaswa kuambatana mioyo, heart to heart connection. Wapende watu ulionao, wapende washirika wenzako, wapende viongozi wako, mpende mchungaji wako, mpende baba yako. Penda watu ambao anawapenda na anawaheshimu. Wapende. Anasema ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Jonathan ikaambatana na roho ya Daudi. Ikafanyeje? Umeona ile neno ikaambatana? Maana yake ni kama utaniwekea na tafsiri ya Kiingereza pia. Anasema Jonathan akampenda Daudi kama roho yake mwenyewe. Maana yake kuambatana ni kumpenda mwingine kama kuipenda roho yako mwenyewe. Yaani unampenda mtu mwingine. Kila ambacho huwezi kujifanyia, huwezi kumfanyia pia. Kama wewe huwezi kujiua, huwezi kumuua. Kama wewe huwezi kumuuza, na kama wewe huwezi kujiuza, ukajiuza kwenye mikono ya adui zako, ndivyo ambavyo na wewe pia huwezi kupokea hela ya kumuuza. Kuambatana, na hii inahitaji sincerity of heart, inahitaji ile uwazi kutoka ndani ya moyo.
Uwe mkweli, uwe mwazi. Anasema when David has finished speaking to Saul, anasema the soul of Jonathan was bonded. Maana yake vilikuwa ni kama vimeungana. Bonded, vimeungana. Ni roho zimeungana to the soul of David. Anasema Jonathan loved him. Maana yake mahali ambapo mioyo imeambatana, upendo huwa ni zao. Yaani upendo ni byproduct ya kuambatana. Upendo ni byproduct, ni zao la mwisho la mioyo kuambatana. Hatuwezi tukahangaika kufundisha upendo kama mioyo yetu ikiambatana. Nguvu ya kanisa lote ni kuwa na moyo mmoja. Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mstari wa 41 na kuendelea. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 41 na kuendelea. Ngoja nikusomee hapo. Nguvu yetu ni umoja wetu. Watu wa Mungu, kisitokee chochote cha kututenga. Kisitokee chochote cha kututenga. Niende mstari wa 46 exactly. Anasema na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Moyo mweupe. Angalia hapo. Hebu tusome wote hapo. Soma hapo. Anasemaje? Na siku zote. Matendo 2:46 umeiona? Soma. Na siku zote. Siku ngapi? Siku Jumatatu tu peke yake. Wakiwa kwenye ibada tu. Kwa hiyo ni unaamua, na hii ni unaamua kutoka ndani ya moyo wako kwamba mimi iwe itakavyokuwa, kama Ruth alivyoamua. Mimi nitaambatana na wewe. Mungu wako atakuwa Mungu wangu, watu wako atakuwa watu wangu, unapoenda ndo ninaenda. Unaamua kutoka ndani. Na maamuzi yana gharama. Kwa hiyo utaamua kulipa gharama ya chochote kinachotaka kukuondoa kutoka kwenye ile kuambatana, kutoka kwenye kufuata. Unakikansel kwa jina la Yesu, unakikataa. Anasema siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha. Kwa hiyo furaha inazaliwa mahali ambapo kuna umoja. Yaani furaha, hatuhitaji kumwomba Mungu atupe furaha. Tukiwa na moyo mmoja tukaambatana kwa moja, furaha inazaliwa. Kwa sababu kila mtu atakuwa anamfurahia mwenzake. Ndio ile anasema huyu atamwambia mwenzake kazi yako ni njema, na huyu atamwambia mwenzake kazi yake ni njema, na huyu atamwambia mwenzake kazi yake ni njema. Tutakuwa tunafurahiana. Ukimwona mwenzako unamfurahia, kwa sababu unakuwa ni kama umejiona wewe. Anasema na kwa moyo mweupe. Moyo mweupe ni kwamba ni moyo ambao hauna kitu ndani. Yaani upo lakini bado una kitu ndani umekasikilia. Alafu angalia mstari wa 47. Anasema akimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa siku kwa siku wale waliokuwa wakiokolewa. Maana kanisa ambalo litapokea mazidisho ni kanisa ambalo mioyo yetu imeambatana. Mimi moyo wangu umeambatana nyie na mioyo yenu imeambatana mimi. Mioyo yetu imeambatana na Baba na moyo wa Baba yetu umeambatana na sisi. Hilo ni kanisa ambalo tutaona mazidisho. Bwana asifiwe. Ndoa na familia ambayo itaona mazidisho itakuwa na furaha. Ni ndoa ambayo moyo wa mume umeambatana moyo wa mke wake, umeambatana mioyo ya watoto. Mioyo isipoambatana, chochote tunachokifanya hakina nguvu. Hakina nguvu. Kwa hiyo nguvu yetu ipo kwenye umoja wetu. Kwa hiyo namna ya kuzuia hiyo adui wa ndani namna ya kumzuia adui wa ndani ni kuhakikisha tunaambatana sisi. Lakini pia jambo la pili ambalo litatusaidia ni uwazi wa moyo. Ndio anasema tumesoma hapo kwenye Matendo 2:46. Anasemaje? Na kwa moyo mweupe. Ni ile kuwa muwazi, unakuwa muwazi. Ukiona umeanza kuwa offended, umeanza kukwazika, umeanza kuumia, umeanza kuona kama vile unaanza kupata shida, uwe muwazi, sincerity of the heart. Uwe muwazi, sema ukweli. Funguka, usilishikilie jambo lote ndani ya moyo wako. Sema. Tumesemaje? Sema. Kilichomponza Absalom ni miaka 2 mizima ameshikilia kitu ndani ya moyo, hajasema chochote. Akiulizwa anasema niko sawa tu, man of God, niko sawa. Niko sawa tu, lakini ndani ana jambo lake. Kuwa muwazi. Kuna watu hata akienda mbele za Mungu, yani hata Mungu anamficha, anaenda mbele za Mungu. Unajua mfano umezini. Unaenda mbele za Mungu, umepiga zako magoti pale. Baba, unajua najisikia vibaya kwa sababu nimekukosea. Baba, na sisi wote tu tuna makosa. Ingekuwa wewe unahesabu dhambi zetu, nani angesimama mbele zako? Unazunguka bro. Nenda straight. Bwana Yesu, nimezini, mimi nahitaji rehema zako Bwana. Na unisaidie kwenye hili jambo, nisifanyeje? Nisibakie hapa. Yaani kuna mtu anakienda kwa Mungu, yaani atamzungusha Mungu, anamzungusha we. Mungu anakuwa amekaa tu pale anamwangalia. Sema sasa Mungu kwa sababu ni mvumilivu, angeacha hata kukusikiliza. Au basi angekwambia straight, Bwana nenda kwenye point. Wewe sema unataka nini? Acha kuzunguka unazunguka. Yaani hata kwa Mungu umeuficha moyo wako. Daudi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa na moyo ulio wazi.
moyo wake ameuweka wazi mbele za Mungu. Ukienda mbele za Mungu au ukiona umeanza kupata shida, kuwa mwazi, sema majeshi 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 majeshi. Sawa. Lakini mbinu nyingine ambayo itatusaidia, tukiona huyu mtu asaidiki, tunakuchomoa nje, tunakutoa kabisa. Tukiona usaidiki, tunakutoa kabisa. Kwa sababu tukikuacha chachu kidogo, uchachua donge zima. Tukikuacha tumeendelea kujiharibu sisi, tunakuchomoa nje kabisa. Simama kwa miguu yako, tumshukuru Bwana Yesu. Simama kwa miguu yako, tumshukuru Bwana Yesu. Kesho tunabomoa jambo la pili na la tatu na la nne ikiwezekana, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu kwa sauti, Bwana Yesu, ninaomba utusaidie kila mmoja aliyeko hapa, umpe moyo wako wa kuambatana, moyo wa ufuasi, moyo wa kuambatana katika jina la Yesu. Bwana Yesu, niondolee kila hali ya kukwazika ndani ya moyo, niondolee kila hali ya kukwazika ndani ya moyo katika jina la Yesu. Kuanzia sasa nipe neema yako ya kufuata na kuambatana kwa jina la Yesu. Nipe neema yako ya kufuata na kuambatana katika jina la Yesu. Na kuanzia sasa nakataa kutumika kama adui wa ndani, nakataa kutumika kama adui wa ndani wa kanisa hili la mahali pamoja na kwa mwili wa Kristo Tanzania, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu jiombee ombi kwa dakika chache, mwambie Bwana akataa kuwa adui wa ndani. Kuna watu wanaitwa watumishi wa Mungu, lakini ameamua kuwa adui wa kanisa. Ni adui anayetokea ndani, ni adui wa mwili wa Kristo, kwa sababu ameamua kuambatana waovu. Mwambie Bwana akataa kuwa adui wa ndani ya kanisa na adui wa ndani kwenye mwili wa Kristo Tanzania na duniani kote, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nisaidie moyo wangu uambatane na moyo wa viongozi wangu, moyo wangu uambatane na moyo wa washirika, moyo wangu uambatane na moyo wa watu wengine wanaonizunguka kwenye nyumba ya ibada, katika jina la Yesu. Moyo wangu uambatane na baba yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana, kama alivyokuwa Jonathan, nipe kiwango kile cha kufuatana, kuambatana, kiwango cha kuwa tayari kutoa vitu, kujitoa hata mimi kwa ajili ya masi wako na kwa ajili ya agenda yako ambayo umeiweka juu yake, katika jina la Yesu. Baba, ninakuamini ya kwamba unamsaidia kila mmoja, na kwa njia hii na kwa maombi haya tunaiangusha kila roho ya uasi na kutokuambatana, tunaiangusha ndani ya kanisa, tunaiangusha. ABC, anguka na uharibike katika jina la Yesu. Kila roho ya kutokuambatana ndani ya mwili wa Kristo Tanzania tunaiangusha. Wale ambao wamebeba hiyo agenda tunawapindua kwa jina la Yesu, tunawapindua kwa jina la Yesu. Kila ambaye anatumika kwa sababu ya tamaa ya nafasi, tamaa ya fedha, tamaa ya madaraka, kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya kukwazika, tunaichomoa hiyo roho ya giza. Mwachie mtu haraka, mwachie mtu haraka, mwachie mtu haraka, mwachie mtu haraka, mwachie mtu haraka kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunakiri ya kwamba nguvu yako itatusaidia. Tumeanza na wewe na tutamaliza na wewe. Tumeanza kufuata na tutamaliza tukiwa tunafuata. Hakuna wa kuacha, hakuna wa kuishia njiani, hakuna wa kukwama, hakuna wa kuzulika kwenye eneo hili, katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Sema amen.